Nachingwea peoples. Peoples. Nachingwea mumpo. Assalamu alaikum. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa chama chetu kwa upande wa Tanzania Bara, ndugu yangu John Heche, Mheshimiwa Katibu Mkuu, waheshimiwa viongozi, itifaki imezingatiwa. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusafiri kutoka Zanzibar mpaka hapa Nachingwea nikiwa salama na mzima kabisa. Lakini niwashukuru nyinyi wananchi wa Nachingwea kwa mapenzi yenu na mahaba makubwa mliokuwa nayo kwa chama hichi, na mkaweza kustahimili jua mpaka muda huu. Nimuombe Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote, azidi kuwapa baraka, awape afya njema, na wale ndugu zetu ambao ni wagonjwa, inshallah kwa uwezo wake na rehema zake Allah awajalie wapate nafuu na warudi kuungana nasi katika ujenzi wa chama na taifa letu kwa jumla. Ndugu zangu, inawezekana ni mgeni Nachingwea, lakini sio mgeni Tanzania. Na nyinyi watu wa Nachingwea na watu huu wa kanda wa kusini ni watu ambao mna historia kubwa na nzito sana kule Zanzibar. Msidanganywe na hayo, endelea tutayazungumza. Watu wa Nachingwea, watu wa kanda ya kusini ni miongoni mwa watu waliokuwa mstari wa mbele katika mapinduzi ya mwaka 1964. Naomba mjipongeze. Katika baraza la mapinduzi la mwanzo, wale watu 14 ambao walikuwa wanaongozwa na Sheikh Abeid Amani Karume, watu 7 walikuwa Makonde wa Makua kutoka kusini. Hili ni jambo jema. Kwa maana hiyo nataka kusema nini? Kwamba wananchi wa Nachingwea na wananchi wa Zanzibar na ukanda huu wa kusini ni ndugu na tunalingana tamaduni zetu, na ndiyo maana nyinyi mnakula walinazi na sisi tunakula walinazi, au sio? Kwa hiyo sikushangaa nilipoambiwa kwamba nyinyi ni watu ambao mmeyapokea mabadiliko zamani, kwa sababu nyinyi ni watu wa harakati zamani sana. Ndugu zangu wa Nachingwea, mimi nimekuja jana hapa Lindi, nilistaajabu sana, na kilichonistaajabisha hali mbaya ya barabara zetu, hali mbaya iliyokuweko huko. Ninaambiwa hawa ndio wauzaji wakubwa Mbazi India, hawa ndio wanazalisha ufuta mweupe, hawa wana bahari, lakini CCM inachukua rasilimali zinazotoka ukanda huu wa kusini ikiwemo gesi kuwanufaisha wengine. Jambo hili limefika wakati wa kukataa. Iungeni mkono Chadema ili iweze kuleta mabadiliko ya kweli na uhuru wa kweli. Ndugu zangu, CCM imeshoka kutuongoza na imechoka kweli kweli, na sababu ya kuchoka mnaijua. Watu wanaposhuka nidhamu, tizama tu katika nyumba yako, ukiona watoto baba anasema na watoto wanasema hawamsikilizi baba, utovu wa adabu umezidi ndani ya nyumba, ujue hiyo nyumba si salama tena, na hii nchi yetu sasa si salama tena. Leo mnawasikia ndani ya bunge, mnawasikia ndani ya baraza la wawakilishi, ndani ya bunge wanasema kuna Yuda. Huo ni utovu wa adabu wa hali ya juu. Wanazungumza ubaguzi. Kule Zanzibar, nyinyi wa Makonde wa Makua wamewapa vitambulisho vya Mzanzibari mkaazi na wakawanyima vitambulisho hivyo hivyo wa Zanzibar wakaazi, ili wanaamini kwamba watu wa bara watawapigia kura CCM. Leo wanaandaa bajeti yao, wanasema hawawezi eti kuwatibu watu milioni 60. Hii ni haki kweli? Hii si dharau? Geukeni. Na hii wanafanya maksudi. Wanapokuja kule Zanzibar huwa wanakukwamisheni maksudi, wakati nyinyi watu wa kanda huu wa kusini, kama nilivyosema, ni miongoni mwa wao watu ambao mulipambana kwa dhati na bega kwa bega na Wazanzibari kuhakikisha kwamba sultani na Mwingereza anaondoka Zanzibar. Leo wanasema hawawezi kuwatibia. Si wameshindwa hao kuongoza? Ndugu zangu, yanayoendelea kwenye baraza la wawakilishi, yanayoendelea kwenye bunge, viashiria vya wazi wazi kwamba mama nchi imemshinda. Kwa sababu watoto wanapokosa adabu, maana yake kile kichwa ndo hakiko sawa.
Kichwa kinapokuwa kiko sawa, miguu na mwili na mikono haiwezi kutengamaa vizuri, itakwenda tu, utakwenda kushoto, utakwenda kulia, utakwenda pembeni. Ndugu zangu, tuungane.